punishments. Wadau wa elimu katika eneo la Igembe Kaskazini, kaunti ya Meru walifanya mkutano wa dharura kuangazia kiwango cha kutisha cha 40% ya wanafunzi waliosajiliwa kwenye gredi ya 10. Naibu kamishna wa kaunti ndogo Martin Muhia alitangaza operesheni ya nyumba hadi nyumba na maafisa wa usalama ili kuhamasisha wanafunzi ambao hawajaripoti shuleni, akitaja wasiwasi kuhusu ulevi, matumizi ya dawa za kulevya na biashara ya miraa. Alisema kaunti ndogo imepokea magunia 1220 ya chakula cha msaada kutoka kwa serikali ya kitaifa kwa shule zilizoathiriwa na ukame. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Igembe Kaskazini, Jared Marando, aliwaonya wazazi wa wanafunzi wa Toro watakabiliwa na mashtaka, wakiwalenga wale wanaohusika na biashara ya bodaboda, ile ya miraa pamoja na mchezo wa kamari. Kutoka leo tutafanya patrol town, sababu tumesikia watoto wengi kwamba wanaingia katika entertainment joints, wengine wako kwa vijiji wanakata miraa, wengine wako kwa hii bodaboda business. Tutakaa chini na security committee tuweze kufanya enforcement na kushika wale watoto ambao tutapata nyumbani, na wazazi pia watawajibika. Jambo la watoto kuingia kwa pools ama zile casino, wanataka kutajirika mapema ama wanataka kupata ile pesa ya rahisi. Sisi tumesema kwamba kutoka leo tutahakikisha kwamba kando na hii town peke yake ya Lare, tutadispatch timu zetu za patrols waweze kutoka nje ili tuweze kushughulikia hili chambo. Na wale watoto ambao tutapata, tutasema ni wazazi ili tuweze kuwashtaki na mambo ya child neglect. Kuna hiyo mambo ya ukataji wa miraa. Wafanyabiashara wengi tumeweza kuongea na hawa katika mikutano tofauti na tumeambia kwamba ni kinyume cha sheria kuandika watoto wadogo. Tumeweka mikakati tuweze kuungana timu zetu zote zile tuko nazo hapa. Kuna timu yangu ya KBS, kuna timu ya DCI, kuna timu ya ABS pamoja na ngao. Tutashirikiana tuhakikishe kwamba wale wote ambao wanafanya biashara ya mambo ya kuuza madawa za kulevya tumewapatia muda waweze kukomesha hiyo ama wahame watoke Lare. Biashara ndogo